Katika taarifa zinazoendelea hivi karibuni ni kwamba Putin akutana na mjumbe wa Trump Steve Witkoff mjini Kremlin huko Urusi ili kuwasilisha ujumbe wa rais wa Marekani, na haya yanathibitishwa na msemaji wa huko Urusi Dmitry Peskov. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin alikutana na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump Steve Witkoff mjini Moscow mnamo siku ya Alhamis. Witkoff aliwasili katika mji mkuu wa Urusi kutoa taarifa za kina kuhusu matokeo ya mazungumzo ya wiki hii kati ya Marekani na Ukraine huko nchini Saudi Arabia. Kufuatia mazungumzo yao mjini Jeddah siku ya Jumanne, Marekani na Ukraine zilichapisha taarifa ya pamoja ambapo Ukraine ilikubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 na Urusi, huku Marekani ikitangaza kurejesha misaada ya kijeshi na kugawana taarifa za kijasusi na Ukraine. Mnamo siku ya Alhamis, ripoti za vyombo mbalimbali vya habari zilipendekeza kuwa Witkoff alikuwa amesafiri binafsi hadi nchini Urusi kuwasilisha maelezo ya pendekezo hilo kwa maafisa wakuu wa serikali ya Urusi ambao bado hawajatoa jibu rasmi. Hata hivyo, chombo cha habari cha Marekani cha NBC kilitoa ripoti kuwa Urusi ilimpiga marufuku mjumbe wa Trump wa Ukraine Keith Kellogg na kuzuiwa kushiriki katika mazungumzo ya amani, huku kikimnukuu kama mwenye tabia za mwewe kwa kuwa karibu sana na Ukraine. Kulingana na ripoti hiyo, maafisa wa Urusi wanamwona Kellogg kama mwenye kupita kiasi kwa kuwa karibu sana na Ukraine, na kusema kuwa Luteni Jenerali huyo mstaafu wa jeshi la Marekani Kellogg hakuwepo katika mazungumzo ya mwezi uliopita kati ya Urusi na Marekani nchini Saudi Arabia na mazungumzo ya wiki hii kati ya Marekani na Ukraine mjini Jeddah. Na ikulu ya White House pia ilithibitisha kwamba mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff atahudhuria kikao kinachofuata kati ya mazungumzo na Urusi badala ya Kellogg, na Witkoff aliwasili Urusi mwishoni mwa Alhamis. Tukumbuke kuwa Kellogg ni jenerali wa zamani wa Marekani ambaye yupo karibu sana na Ukraine. Afisa mmoja wa Urusi ambaye jina lake halikutajwa alitoa ripoti hiyo kukiambia chombo cha habari cha NBC na kusema kuwa sio aina yetu ya mtu, sio wa kiwango kinachotufaa. Akizungumza na waandishi wa habari mnamo siku ya Ijumaa hii leo, Peskov alithibitisha ziara ya Witkoff akisema kwamba mwakilishi wa Marekani alikuwa amekutana na Putin kutoa maelezo ya ziada kwa kiongozi wa Urusi ambaye Putin alimpa ujumbe wake na habari pamoja na ishara za ziada kupeleka kwa Rais Donald Trump. Wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari siku ya Alhamis, Putin alisema kuwa Urusi inaunga mkono kabisa wazo la kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia za amani na iko tayari kujadili pendekezo la Trump kusitisha mapigano. Na rais wa Urusi pia alipendekeza kuwa mazungumzo yanaweza kujumuisha mazungumzo ya kibinafsi na kiongozi wa Marekani. Hata hivyo, alisisitiza kwamba maelezo yote ya usitishaji vita lazima kwanza yafafanuliwe, akibainisha kuwa Urusi haipendezwi na suluhu la muda mfupi na badala yake Urusi inahitaji kufikia suluhisho la kudumu la mzozo huo. Putin pia alitoa mfano wa mfumo wa udhibiti na uthibitishaji wa kufuatilia makubaliano yote ya kusitisha mapigano na vilevile majaribio ya Ukraine ya kutumia kusitisha mapigano ili kuwapa silaha na kuwatia nguvu wanajeshi wake kwenye mstari wa mbele. Pia alibainisha umuhimu wa kufafanua hadhi na hatima ya askari wa Ukraine waliozunguka hivi sasa katika mkoa wa Kursk wa Urusi, ambapo Ukraine ilianza rasmi uvamizi huo mwaka jana. Taarifa hii inayohusu mkutano uliofanywa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump Witkoff ni sehemu ya juhudi ya kuboresha uhusiano kati ya Urusi na Marekani, huku pia ikifanywa katika muktadha wa siasa za kimataifa zinazohusisha maslahi ya nchi hizo mbili. Taarifa hii inaweza kuleta maswali kuhusu siasa za nje za Trump na mtazamo wa Urusi kuhusu uhusiano wake na Marekani. Uhusiano kati ya Marekani na Urusi umeendelea kuwa wa kirafiki wakati wa utawala wa Bwana Donald Trump, ambapo Trump ameonekana kuonyesha ushirikiano na Putin na kupinga baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Urusi mara kadhaa.
Mkutano kati ya Putin na mjumbe wa Trump unaweza kuwa na athari kwa uhusiano wa kimataifa, hasa katika muktadha wa mgogoro wa Ukraine. Hii ni kwa sababu Urusi inahitaji kuendelea na uhusiano mzuri na Marekani ili kupunguza vikwazo vya kimataifa, lakini pia ni wakati wa kujenga mikakati ya baadaye kwa upande wa Urusi. Hii inaweza kuwa pia hatua inayolenga kurekebisha au kuboresha uhusiano wa Urusi na nchi za Magharibi, huku Urusi imekuwa ikikumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa mataifa ya Ulaya na Marekani kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Hata hivyo, Urusi inaweza kuwa inajitahidi kutafuta njia za kupunguza vikwazo na kutafuta msaada wa kisiasa kutoka kwa mataifa makubwa kama Marekani. Na mkutano huu kati ya Putin na mjumbe wa Trump ni tukio muhimu linaloonyesha juhudi za kidiplomasia za Urusi na mtindo wa siasa za Trump kuhusu uhusiano wa kimataifa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.